Habari ndugu mtazamaji na msikilizaji wetu, natumai mzima wa afya. Karibu kwenye mwendelezo wa makala zetu hapa kwenye channel yetu. Leo nimekuletea makala kuhusu mtemi maarufu wa Kisukuma. Kaa nami mwanzo hadi mwisho wa makala napokuletea hadithi ya kina ya mtemi Mwanamalundi. Kutoka kwenye simulizi za jadi za Wasukuma, kwa undani wa matukio, maisha yake, miujiza inayohusishwa naye, na sehemu zilizoelezwa kwenye vitabu, mtu maarufu katika historia ya Usukuma na vyanzo mbalimbali vya simulizi za jamii. Kumbuka, kwa sababu historia ya Mwanamalundi haipo kwa maandishi mengi rasmi, inatokana na simulizi za mdomo, tamaduni na fasihi, na kwa hivyo nimetumia kikaboni vyanzo mbalimbali vya simulizi vinavyopatikana mtandaoni. Mwanamalundi ni nani? Katika mkoa wa Mwanza na Shinyanga, jamii kubwa ya Wasukuma ina simulizi nyingi kuhusu mtu aliyepewa heshima kubwa na hofu kwa wakati mmoja. Huyu ni mtemi Mwanamalundi. Kwa maneno ya wazee, jina lake halisi lilikuwa Igulu Bugomola, lakini kwa sababu ya tabia yake ya kutambulika na watu wengi, jina la utegemezi Mwanamalundi likawa jina lake la kihistoria. Katika simulizi nyingi, Mwanamalundi anaonekana sio tu kama mcheza ngoma, bali kama mtu mwenye uwezo usio wa kawaida, hata miujiza, jambo lililomfanya ashike nafasi ya kipekee katika hadithi za jamii. Jina Mwanamalundi linadhihirisha sifa yake ya miguu mirefu na miembamba, iliyoibua tabasamu na simulizi miongoni mwa watu. Utoto wake na hatma ya simulizi. Kulingana na simulizi, Mwanamalundi alizaliwa katika kijiji cha Mwakwibilinga au Mwakubunga Nera wilayani Kwimba, mkoa wa Mwanza. Inasemekana na inahadithiwa kuwa alizaliwa kati ya miaka ya mwisho ya karne ya 19 kama 1892 au mwanzoni mwa karne ya 20 kulingana na simulizi mbalimbali za jamii. Alikuwa mtoto wa pekee wa kiume kati ya watoto wanne wa Bugomola, baba, na Ngolo Igulu, mama, wazazi ambao walishindwa kupata watoto kwa muda mrefu na wakafurahi sana alipofika. Tabia ya utoto na simulizi ya wafuasi. Kutoka utotoni, Mwanamalundi alikuwa na tabia ya uzururaji na kucheza ngoma kwa ustadi mkubwa, jambo lililomfanya akweuke kati ya vijana katika kijiji chake. Mara nyingi alifuatwa na kundi kubwa la watoto, sio tu kwa mchezo, bali kwa shangwe na hamu ya kuiga miguu yake ya kuvutia. Hii ilileta mchanganyiko wa hisia. Wazazi wengi walifurahi kuona uchezaji huo, lakini wazazi wengine waliwahi kulalamika kwamba watoto wao waliwaacha na shughuli zao za kawaida kama kuchunga mifugo na kumfuata Mwanamalundi. Jambo lilileta hasira na simulizi nyingi zinasema wazazi wakasema, kwa Kisukuma mamirundi galio lilihumbura vana bisi, yaani miguu yake mirefu ilisababisha watoto kutoweka. Kukua na uongozi wake. Kwanza kwa umaarufu, mara nyingi Mwanamalundi alikuwa kiongozi wa kundi la wafuasi wake, sio tu kwa mbinu ya uchezaji, bali pia kama mtu aliyekuwa akijua mbinu za kijamii. Simulizi nyingi zinaeleza kwamba alikuwa na uongozi wa kweli miongoni mwa wafuasi wake wa utotoni. Hii ilimpatia hadhi ya kipekee zaidi kuliko mcheza ngoma wa kawaida. Katika simulizi moja maarufu, wakati mmoja alikuwa kwenye harakati zake za kuchimba dawa za ngoma katika pori la Mwandutu, sasa wilayani Kishapu, Maswa. Alikutana hapo na Mtemi Chalya, mmoja wa viongozi wakubwa wa eneo hilo, ambaye alimuuliza kwa kiu ya cheo, ubebe nani wa kuilaga kwiza nguiporu liane? Yaani, wewe ni nani amekuruhusu kuja kwenye pori langu? Mwanamalundi alimjibu kwa msimamo mkubwa, wewe ni mtemi wa watu wako, mimi ni mmiliki wa mapori yote. Jibu hili lilimfanya Mtemi Chalya kutoa jeshi lake kumpambana naye, lakini simulizi zinaeleza kwamba walipofika eneo alilokuwa Mwanamalundi, waliokutana na simba wengi wakilinda eneo, nao wakakimbia ovyo. Jambo ambalo limekuwepo kama simulizi ya nguvu ya Mwanamalundi na ulinzi wa roho za pori. Migogoro na Wajerumani. Ushirikiano na Wajerumani. Katika simulizi moja maarufu, wakati wa karne ya 19, wakati wakoloni walipoanza kuingia kanda ya Ziwa Victoria, Mwanamalundi alihusishwa na mzozo mkubwa na mamlaka za kikoloni za Kijerumani. Kulingana na simulizi hii, Mwanamalundi na Mtemi Makongoro Igana, ambaye alikuwa mtemi wa Ilemela, walikamatwa na Wajerumani kwa sababu ya kuambia na kupiga fimbo Kijerumani walipopita upande usiofaa wa barabara, hali ambayo ilikuwa desturi ya makabila mengi ya Wasukuma, lakini Wajerumani hawakuielewa. Walihukumiwa mauti kwa kunyongwa.
Lakini simulizi za kitamaduni zinaeleza kwamba walikimbia gerezani mara kadhaa na hata walionekana kwa njia ya vivuli, viumbe vya roho, sehemu mbalimbali, jambo lilichanganya sana wakoloni. Kurudishwa kwa ndege. Simulizi hii pia inaeleza kwamba baada ya kifungo walipelekwa nyumbani kwa ndege, jambo linalofanya jamii kumsifu Mwanamalundi kwa jina Ng'wenhwandege, aliyerudishwa kwa ndege, ikiaminika kuwa alikuwa miongoni mwa Wasukuma wa kwanza kupanda ndege. Miujiza hii inaleta hadithi ya kutoeleweka kwa mwendo wake na inaelezwa na wazee kama dalili ya sifa zake za kipekee. Miujiza: aliweza kutembea juu ya maji au ndani ya maji kwa muda mrefu bila kuumia. Alikuwa na uwezo wa kubadilika kuwa kiumbe tofauti kama ndege, mnyama au hata jiwe. Kuna simulizi zinazosema alikuwa na uwezo wa kutembea hewani bila kugusa ardhi. Miujiza mingine inajumuisha uwezo wa kutibu watu au kufanya madawa ya asili yenye nguvu zisizo za kawaida. Simulizi za jiwe la Bismarck. Katika eneo la Mwanza kuna jiwe maarufu linalojulikana kama jiwe la Bismarck, ambalo baadhi ya wazee wa eneo hilo wanasema lilikuwa ukumbusho wa matukio ya Mwanamalundi. Alalia chini ya jiwe hili wakati wa faragha, na alifanya maajabu kama kuachia nyayo za miguu yake juu ya jiwe. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa jadi wanabainisha kwamba baadhi ya alama hizi ni za zamani zaidi kuliko simulizi za Mwanamalundi na ni sehemu ya historia ya kale ya Wasukuma. Kifo na urithi. Simulizi moja inasema Mwanamalundi alifariki mwaka 1936 kutokana na maradhi ya kawaida na akazikwa huko kijiji cha Seke, wilayani Kishapu, Shinyanga, akiwa na umri wa karibu miaka 44. Simulizi hiyo pia inasema kwamba wakati wa msiba wake kulitokea tetemeko la ardhi kubwa lililosababisha hofu kubwa kwa wanakijiji, kama ishara ya kuachwa kwa nguvu yake duniani. Baada ya mazishi, simulizi zinaeleza kwamba kaburi lake lilifuka moshi mkubwa ulioinuka juu hadi mbinguni, tena kama ishara ya sifa za kipekee alizokuwa nazo. Kabla ya kifo chake, moja ya muujiza aliyowahi kuufanya Mwanamalundi ni kukausha miti na wanyama kwa kuwanyoshea kidole. Inasimuliwa kuwa siku moja Mwanamalundi akiwa kwenye mkusanyiko mkubwa wa watu, wanawake waliokuwa wakipika chakula cha mkusanyiko huo walikosa kuni za kupikia, ndipo mmoja akamfata na kumweleza shida hiyo. Inahadithiwa kuwa Mwanamalundi alisimama na kunyoosha kidole chake kuelekea kamsitu kadogo karibu na pale. Basi papo hapo miti na vitu vyote kwenye msitu huo vilikauka kabisa. Wanawake wakapata kuni na kuendelea na shughuli zao. Huyu ndio mtemi Mwanamalundi. Tathmini ya historia na simulizi za jamii. Ni muhimu kuelewa kwamba kama ilivyo kwa fasihi ya mdomo, simulizi kuhusu Mwanamalundi zinajumuisha hadithi za miujiza na matukio yasiyo ya kawaida ambayo ni sehemu ya utamaduni na imani za jamii ya Wasukuma, matukio ya kihistoria yaliyochanganywa na simulizi za jamii. Si maandishi ya kisayansi au kumbukumbu rasmi kama vita vinavyorekodiwa. Kwa hivyo, simulizi hizi ni mchanganyiko wa historia, fasihi na imani, na zinapaswa kuzuiliwa kama sehemu ya utamaduni wa jamii za Wasukuma kuliko kama kumbukumbu za kihistoria zilizothibitishwa kisayansi. Kwa leo nafikia tamati ya makala hii. Asante kwa kunisikiliza.